And if it is Ruto must go, tell me how you want me to go. Ruto lazima aondoke. Niambie ninaondokaje? Hayo ni maneno ya rais wa Kenya akiwahutubia wananchi wake baada ya yale maandamano yaliyoitia hasara nchi ya Kenya ya zaidi ya mabilioni ya fedha za Kikenya. Rais wa nchi amesema hasara iliyopatikana katika vurugu za tarehe 25 ni mabilioni ya pesa za Kikenya. And I want to express my deepest regret for the loss of lives, looting and wanton destruction and loss of valuable property belonging to our traders who were deliberately targeted by criminal elements during the protests this week. Besides the regrettable loss of lives, the biggest victims of this chaos were our hard-working traders and entrepreneurs who wake up early every day to find some of their businesses and hustles reduced to ashes, and others with broken doors and empty walls or empty stalls. Let me say this. The right to peaceful protest is protected by our Constitution. We respect and uphold that right. But what we witnessed was not peaceful protest. It was calculated chaos. It was violence. It was destruction. And it was economic sabotage. Let's call it what it is. That is what it was. Shops were looted. Businesses, some built over decades, were burnt to the ground. Market stalls destroyed. Warehouses ransacked. Investments worth billions of shillings wiped out in hours. The livelihoods of hard-working Kenyans have been shattered by deliberate acts of lawlessness. Manake kwa hela kitanzania ni trillion. Alafu naniambia kuna kiongozi wa Tanzania angekubaliana na huo ujinga. Kabla maandamano hayajaanza, intelligence ya Tanzania ishamkamata huyu ambaye anaandaa maandamano. Rais wa Kenya amesema kilichofanyika ni vurugu za kupanga. Ametumia neno calculated chaos. Hilo ndio neno ambalo Ruto amelitumia. Manake hizi vurugu zilikuwa sio democracy kama Wakenya wanavyopenda kusema, bali ilikuwa ni uharibifu na hujuma za kiuchumi zilizopangiliwa. Mtu ataniuliza nani alizipanga? Yeye mwenyewe kadadavua. Kasema shida ni madaraka. Rais wa nchi amedai shida ni madaraka. Kwa nini watu wasivumilie muhula ukaisha wakapanga na sera zao kwa ajili ya kugombea? Kuna mtu aliniandikia kwenye comment akaniambia kinachoinyemelea Kenya ni color revolution, mapinduzi ya nchi. Kwa sababu color revolution inaanzaga kidogo, siku zote moto unaanza kama cheche. Moto huwa hauanzi kama mnavyowazania. Moto unaanza kidogo kidogo alafu unakolea, boom. Kwa hiyo rais wa nchi ameshajua kwamba kinachomnyemelea ni mapinduzi na amewasii au wapinzani wake, ndugu zanguni, kuweni wapole. Tengenezeni hoja zenu alafu mje mgombee. Kwa nini sio wavumilivu? For those who want power, the Constitution is clear. Elections will come. Formulate a better plan. Convince the people of Kenya. Win fairly. That is how change happens in a democracy. Pia rais wa Kenya aligusia kitu ambacho kwenye video zangu kuhusu Kenya nimewahi kusema. Nikasema kinacholitafuna taifa la Kenya ni ukosefu wa ajira. Yeye mwenyewe amesema vurugu sio suluhisho la ukosefu wa ajira. Conflict brings violence. Violence is not a solution to unemployment, is not a solution to any of the challenges that Kenya is facing. Mtu atajiuliza, kwa nini rais wa Kenya aligusia swala la ukosefu wa ajira? Niliwaambia Wakenya wamelelewa kwa kukariri kwamba viwanda bado vipo kwao. Kwa hiyo watazalisha bidhaa kwa ajili ya mataifa mengine. Kadri siku zinavyokwenda ndio viwanda vyao vinakufa. Rais amewaambia suluhisho la matatizo yao sio vurugu. Ni wape jibu wa Kenya? Nenda kalime. No alternative. Ruto amewauliza Wakenya swali. Niondoke. Je, naondokaje? Ruto must go. Tell me, how do I go? Ndivyo alivyouliza. Si nataka rais wenu aongeleshe kizungu. Kaongea kizungu. Tell him, how does he go? Nyie wasomi, mmelichoma taifa lenu mkatengeneza hasara ya billion of money, Kenyan shilling. Alafu mnasema mna akili kuliko sisi.
I'm telling you Kenyans, hiyo kitu Tanzania isingetokea. Intelligence ya nchi huwa inacheza na the organizer of chaos, wale wanaoandaa fujo huwa siku zote wanajulikana. Kwa hiyo serikali huwa inadili na wanaoandaa fujo. Unajua, sio kwamba Ruto hajui kinacholitafuna taifa lake. Media za Kenya zimemtaja Rigathi Gachagua kwa sababu yeye ndiye alifukuzwa kwenye makamu wa rais. Kwa hiyo mwandaji mkubwa wa hizi kero hii hasara maybe ni Rigathi Gachagua. Kwa nini Ruto asimchukue Rigathi Gachagua akampeleka gerezani kama Mama Samia alivyomchukua Tundu Lissu akampeleka gerezani? Kenya na Tanzania ni tofauti sana. Rigathi Gachagua hawezi kuguswa. Akiguswa nchi yote inawaka moto. Na rais amesema tukiendelea hivi hatutakuwa tena na taifa. Je, wa Kenya mnataka kuendelea ili mkose wote? Kwa sababu iko methali ya Waswahili nasema bora tukose wote. Mnaitaka hiyo? Rais wenu ameshatoa ishara kwamba mnakoelekea ni kuua kila kitu. Kama ndani ya siku moja mmetengeneza hasara ya matrilioni ya pesa za Kitanzania, maana kwa pesa ya Kenya ni billions, mnaelekea wapi? Nani atawaza kuja kuwekeza kwenu? Tanzania, we don't tolerate such stupid stuff. Sasa nataka nijue, nyinyi ndio mmeelimika zaidi kuliko sisi. Billions of Kenyan shilling was destroyed within a single day. Serious? Warehousing ransacked. Rais wenu amesema warehousing yameporwa. Imagine mnakwenda kwenye store ya mtu mnaisafisha. According to your president, ni rais wenu amesema, sio mimi napika hapa. Sasa kama warehousing ransacked, maana yake watu wamekwenda kwenye store ya mtu wameisafisha. Achana na wamachinga bidhaa zao kuchomwa moto. This is according to your president. Alafu unawaza mtakuwa like Tanzania, Kenya. You gonna burn everything. Who said that? Your president. Kama huo ndio usomi, mnakwenda kuharibu kila kitu kwa nchi yenu. Tanzania, hatutaki tutetee upumbavu kama huo. We have our issues in Tanzania. We know how we gonna deal with our issues. Ukitaka kudili na matatizo, dili na script ya matatizo. Usidili na mtekelezaji wa script. Wakenya hawana elimu, mimi nawaambieni. Wakenya wana kizungu tu. Sisi Tanzania tunadili na script. Hatudili na mtekelezaji wa script. Tukikamata script tukaibadilisha script, it's good to go. So we don't deal with the person who is acting the script. So Ruto ana acted the script. So mnamsumbua Ruto bure. Deal with the script which is leading the Ruto. That's my advice to you. Nyinyi mnaojiita wasomi. The problem is not Ruto. The problem is the script which Ruto is using. Wakenya, kuna Watanzania wanafurahia kinachoendelea kwenu kwa sababu wanajua mnakoelekea ni faida kwao. I don't pray for that. Spend hilo kabisa. Napenda mje kwenye akili zenu zinazofanya kazi, muache huo ujinga. Angalia kipengele ambacho Ruto anachokitumia kuharibia nyie mambo yenu. Alafu kingine cha ajabu kabisa Ruto amekitaja ni viongozi wa dini. Manake your problems, even religious leaders are inside. Kama Tanzania, imagine yani hizi vurugu kuna wakina Gwajima wa Kenya nao wamehusika. This is according to President of Kenya said religious leaders are promoting. Niliwaambia dini ndani ya Afrika ni kichaka cha wazungu kutuharibia. We need to write the script of our dini. Sio tuambie bwana kasema. Bwana gani anapenda sisi tuteseke? Unaenda kanisani unaambiwa chako chini chako. Sio tugawane riziki, mchungaji anakuhubiria ati chako ni chako. Really? It's not we should share the livelihood which God has already provided for us. Kenyan, nigga, you must find the peaceful solution of your problem. But this calculated chaos, as your president said, you're gonna destroy everything. Elimikeni msio wasomi.